iwajan wala amata. Allah anatueleza kwamba wanakuuliza mtume habari ya milima, eleza milima itakuwa haitakuwepo. Allah atatuma upepo, utatokea mashariki. Upepo huo hautaacha ukuta, hautaacha mti, mlima, kitu chochote. Ardhi itakuwa sawa sawa, hakuna mahala pa mdidimiko wala pa mwinuko. Kisha ataamrisha maji ishuke katika mbingu. Maji itakuja katika mbingu na maji itatoka ardhini. Maji itajaa miaka 40,000 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha maji iondolewe. Baada ya kuondolewa, ardhi itabaki bure miaka 40,000 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu atanadi, ya dunia aina ashjaruk, aina ahjaruk, أين الكسور وأين أبناء الملوك والملوك؟ أين الذين عاشوا في خير وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. siku hiyo atapiga kelele Mwenyezi Mungu, hakuna kitu chochote. Atapiga kelele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atauliza dunia, majabari wako wapi waliishi katika dunia? Wafalme wako wapi waliishi katika dunia? Wako wapi niliwapa maisha mazuri wakaabudu vitu vingine badala kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ufalme wa leo ni wa nani? Nani mfalme wa leo? Nani mfalme wa leo? Hakuna yoyote atamjibia Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake atajibia kwamba lillahi alwahidul qahar, mimi peke yangu ndio Allah mwenye kuwa na uwezo wa kila kitu. Majabari watakuwa hawako, wafalme watakuwa hawapo, wasultani watakuwa hawapo, waraisi watakuwa hawapo, maraisi watakuwa hawapo, mawaziri watakuwa hawapo, mashekhe watakuwa hawapo, mawali watakuwa hawapo, mahaji watakuwa hawapo, matajiri watakuwa hawapo. Atasalia peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hali tutarudi kwa Mwenyezi Mungu, tukitaka tusipotaka tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinadi ya kwamba kullu man alayha fan, kullu man alayha fan, kila kitu kitakwisha, kila kitu kitakwisha, tabaki mimi peke yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujabari uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu? Neema ndogo ambayo tunapewa na Mwenyezi Mungu zinatusababisha tumkufuru Mwenyezi Mungu, tumsahau Mwenyezi Mungu. Na kesho tutakwenda kwa nani? Kesho tutakwenda kwa nani tukisha kumsahau Mwenyezi Mungu? Hizi hanasa da dunia zinatusababisha tumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunakuwa ni majabari, kufanyiza ufisadi, kufanyiza maasi usiku na mchana, tunamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamweleza nini Mwenyezi Mungu ya kwamba hatukufikiwa, hatukujiliwa na watu wa kututahadharisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na hali tunaendelea usiku na mchana kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitueleza kwamba la yatiyanna ala nas, la yatiyanna ala nas yuhibbuna fi khamsa wa yansawna khams. Zama ipo, itakuja watu watapenda mambo matano na watasahau mambo matano. Jambo la kwanza, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Viumbe watapenda dunia hii na watasahau akhirah. Jambo la pili, yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq. Viumbe watawapenda viumbe wenzao, watamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, yuhibbuna al-khusar wa yansawna al-qubur. Viumbe watapenda manyumba yao na watasahau makaburi yao. Jambo la nne, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Watapenda mali zao na watasahau siku Mwenyezi Mungu atawauliza kwa mali yao. Jambo la tano, yuhibbuna dhunuba wa yansawna tauba. Wanadamu watapenda madhambi usiku na mchana, watasahau mlango wa kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala rasulillah. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baada ya kuwa ulimwengu utabaki bure, atasalia peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka 1040 tena. Kisha Mwenyezi Mungu atafanyiza hai wale viumbe wa mwisho waliokufa.